linanisumbua sana. Gani hiyo? Mwanamke anayefaa ni mwanamke aina gani? Najua watu wengi wamezungumzia hili swala sana, kwa sababu ukiangalia sasa hii vijana wetu kwa huu mji wetu wa Kenya wanaongelea wale wanawake ambao wana makali ambayo inabingirika wanadhani hao ndio wanawake. Lakini kwa mimi kaka, nataka nikwambie hao si wanawake. Unaona, ukiona ile makali yanabingirika anacheza hivi, hata kwenye nyumba hayo makali atakuwa yanayumba kwa nyumba, kwani ndoa yako itakuwa inayumba. Ukitafuta mwanamke, uacha kuangalia makalio, usiangalie lile shape lake, itakuangaisha kaka. Tafuta mwanamke ambaye ni mwanamke nyumba, mwanamke yule ambaye atapenda familia yako, atakupenda wewe, na hata atapenda mama yako, si yule atakuja kugawa familia. Kwa sababu unajua na kwa siku hizi wakiona makalio hayo nadhani hayo ni pesa. Lakini kwa mimi nikwambie, acha nikupe siri moja. Chagua tabia ya mwanamke, achana na ule weupe wake na zile makalio. Zile makalio zingine zimedungiwa madawa, kaa mbali na hao kabisa. Nikwambie, Lina maana tabia ni muhimu sana. tabia ya mwanamke ni muhimu kwa ndoa. Hiyo ni kweli kabisa, ni muhimu kabisa kwa ndoa. Ukiwa na mwanamke mwenye tabia njema, vitu zako zinaenda sawa sawa, kwani zina sabamba, zinaenda na foleni moja, aziyumbi. Kaka, una swali nyingine? Niko sawa. Uko sawa sasa? Sasa kaka, sita mwanamke wa tabia njema. Achana hayo makalio ni shida tu. Achana na hayo maneno. Nini menda?